Kimbiza. Kwanza ni ukurasa wa 362. Tunaingia sasa sehemu ya pili ya ibada baada ya ushirika mtakatifu kama msaidizi alivyotaja kurasa. Tuende tunafuatana. Wengi hatuna vitabu, lakini ni muhimu sana kuwa na vitabu, hasa kwa matukio kama haya. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Imetupasa tena ni haki kila wakati na kila mahali kukushukuru Bwana mtakatifu, Baba mwenyezi, Mungu wa milele, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Kwanza tukutukuza kwa ajili ya ulimwengu wote ulioumba na kuhifadhi katika yeye, kwa ajili ya taratibu za uumbaji wako na kwa ajili ya vipawa vingi vya neema, na zaidi ni wajibu wetu sisi tulioanguka kukusifu kwa ajili ya upendo wako, au tukamtoa mwana wako Yesu Kristo na kumfufua kutoka wafu ili tuokoke kwa njia ya msalaba. Kwa kuwa kama watu kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kadhalika dhambi hiyo hiyo ikaleta mauti, hivyo hivyo kwa mauti ya mtu mmoja Yesu Kristo neema imeshinda hata uzima wa milele. Amen. Baba, twakusifu kwa Roho Mtakatifu wako, kwa kuwa ndani yake tufahamu kwamba umetutia muhuri katika ubatizo tuwe wako, ili tupate kuyatangaza matendo yako ya ajabu uliotuita kutoka giza na kutuingiza kwenye utukufu wa nuru yako. Kwa sisi nasi tutajiunga pamoja na malaika wakuu, mababa, manabii, mitume na mashahidi na jeshi lote la mbinguni, pia tutakutukuza na kukusifu daima. Takatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Hosiana mbinguni, kwa jina la Bwana. Utukufu una wewe Baba wa mbinguni, ambaye kwa rehema zako ulitoa mwana wako pekee Yesu Kristo, ili wote wanaomwamini wawe na uzima wa milele. Utusikie Baba, tunakusihi, ili sisi tukiupokea mkate huu na kikombe hiki kama mwana wako alivyotuamuru, tuwe washiriki wa mwili na damu yake ya thamani kwa wokovu wetu. Kwa kuwa Bwana wetu Yesu Kristo usiku aliotolewa alitoa mkate, naye akisha kushukuru akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kila mlapo kwa ukumbusho wangu. Amen. Na vivi hivi baada ya kula akatoa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, maana hii ni damu yangu ya agano jipya, imwagikayo kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Amen. Kufa kwake twakutangaza, kufufuka kwake twakukiri, kurudi kwake twakutazamia. Utukufu una wewe Bwana. Baba, tukutolia
Pokea sifa na shukurani zetu kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristo alijitoa msalabani kwa ajili yetu mara moja. Tukushukuru Baba kwa ajili ya kufufuka kwake na kwa uwezo wa kupaa kwake mbinguni, ambapo utuombea daima. Nawe utukubali katika yeye, tukusihi tujazwe Roho Mtakatifu wako, ili tuwe na umoja katika kanisa lako ambalo alikusanya kutoka mataifa yote. Kwa yeye, ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, heshima yote na utukufu daima hata milele na milele. Amen. Baraka na shukrani na uweza zina Mungu wetu, hata milele na milele. Sala ya Bwana. Baba yetu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Mkate tuumegao ni ushirika na mwili wa Kristo. Mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kwa maana sisi sote twapokea sehemu ya ule mkate mmoja. Hatustahili kuikaribia hii meza yako, Bwana mwenye rehema, kwa kuitegemea haki yetu wenyewe, ila kwa rehema zako kuu na za ajabu sisi hatustahili hata kukota makombo chini ya meza yako, bali wewe ni Bwana, yeye yule asiyebadilika. Sifa yako ni kuwa na rehema daima. Kwa hiyo Bwana wa neema, unijalie ule mwili wa mwana wako mpendwa Yesu Kristo na kuinywa damu yake, ili sisi mwenye dhambi nisafishwe mwili na roho, nikaishi siku zote ndani yake na yeye ndani yangu. Amen. Mwana Twaeni mle. Huu ndio mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo, uliotolewa kwa ajili yenu kwa ondoleo la dhambi. Amen. Kwa damu ya Bwana wetu Yesu Kristo iliyomwagika msalabani kwa ondoleo la dhambi zako. Amen. Tukae. Basi wapendwa, tutakuwa sehemu za kutosha. Tuna seti 3 za wachungaji watakaofanya kazi ya kutoa sakramenti. Tunaomba tuje tu kwa mistari miwili, kama tukiweza mitatu, kama panatosha sawa, miwili. Kundi moja la watumishi litakuwa hapa, unashiriki mwili na damu, unaweka kikombe chako, unarudi, unatoa sadaka yako, unarudi kukaa. Kwa hiyo chombo cha sadaka ni vizuri kiwepo. Na wengine watapika hapa katikati, kundi jingine na kundi jingine litakuwa pale. Kumbuka, unaposhiriki meza ya Bwana unaumimina moyo wako kwa Bwana, na hii inatuletea umoja wa kidayosisi, umoja wa kanisa, na sisi wenyewe tunapata ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuliona ni muhimu vijana wanapokusanyika hivi kuleta huo umoja, wapate nafasi ya kushiriki ibada ya ushirika mtakatifu. Karibuni sana ninyi nyote mliokwisha jiandaa kwa ajili ya ushirika mtakatifu. Karibuni.
Amen. Tuombe matangazo ya mtaa. Wewe uzima wangu, nimekujia naleta yote ulivyonipa, moyo na mwili wangu, hata na mawazo yangu, ndiyo heshima yangu. Mwenyezi Mungu, twakushukuru kwa kuwa umetuburudisha kwa sakramenti hii ya wokovu, nasi twakuomba kwa rehema zako utuimarishe kwa kipawa hicho, ili tukuamini wewe na kupendana sisi kwa sisi kwa ukunjufu wa moyo, kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu, aishie na kumiliki pamoja nawe na Roho Mtakatifu milele na milele. Amen. Nafsi yangu muhimidi Bwana, vyote vilivyomo ndani yangu vilihimidi jina lako takatifu. Nafsi yangu muhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, ukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema. Lima uzee wako, ujana wako utarejezwa kama tai. Mhimidini Bwana enyi matendo yake yote, mahali pote pa miliki yake. Yangu muhimidi Bwana, atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Iwe sasa na siku zote na milele. Amen. Tuketi. Iko neno moja nipendalo, ni chakula cha moyo. Neno hili linanituliza, nikipatwa na shida
kumtazama Bwana wetu pale atoapo jasho kama damu, akubali pumziko Baba aliyomtwika. Washarika, tusimame tuombe matoleo. Mungu Mwenyezi, Mungu mwenye neema na rehema, umemtoa mwanao pekee Yesu Kristo afe kwa ajili ya dhambi zetu, ili tupate kuhesabiwa haki na kuwa washiriki wa Roho Mtakatifu. Tunakuomba uyapokee matoleo haya tukuleteayo sasa, na miili na roho zetu viwe dhabihu iliyo hai ya kupendeza na takatifu machoni pako, kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Nimrudishie Bwana nini? Ukarimu wake wote alionitendea. Nitakipokea kikombe cha wokovu Na kulitangaza jina lako. Bwana, hakika mimi ni mtumishi wako. umenifungua vifungo. Nitakutolea dhabihu ya kushukuru. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, umeagiza maombezi yafanyike kwa ajili ya wote. Twakuomba uliongoze kanisa lako takatifu ili lidumu na kukua katika umoja na ushuhuda wake ulimwenguni mote. Imani yetu izidi. Tunaiombea serikali yetu, uipe neema, ituongoze katika mema yote. Nchi iwe na amani, nasi tuishi katika amani na kuwa na mafanikio na kubarikiwa katika kazi zetu, tusipatwe na mabaya. Tunaombea wote wenye shida mbalimbali, ugonjwa na taabu. Utujalie tufurahie utukufu na ufalme wako mbinguni, pamoja na wote waliofariki katika Bwana. Utujalie hayo Baba, kwa ajili yake Yesu Kristo, mpatanishi na mwombezi wetu. Amen. Tushirikiane sote kuomba ile sala ya Bwana. Baba yetu jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliokosea, usitutie majaribuni, lakini tuokoe kutoka uovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Niombe tuketi. Wakati huu tutakuwa na matangazo machache na salamu na hatua muhimu ambayo tumeisubiri pia ya kuhitimisha kongamano letu. Katibu, karibu kwa matangazo. Amina. Kwa kufika katika usharika wetu na jimbo letu la Tumaini kwa ajili ya kongamano hili la vijana na askofu. Mungu awabariki sana. Amina. Mungu awabariki sana. Amen. Pia nipende kushukuru uongozi wetu. Mungu awabariki kwa huduma zote ambazo umeendelea kuzifanya mahali hapa, kwa umoja na ushirikiano na kwa upendo wenu. Mungu awabariki sana. Karibuni sana, na siku nyingine kongamano lije, tunalikaribisha. Karibuni sana. Lakini pia nipende kuwashukuru ninyi wana kongamano kwa uvumilivu wenu. Hali yetu ya Mfindi ina hali ya joto na baridi, nami mnaweza mkawa mmelala, mwingine amepata shida, lakini tuvumiliane katika hayo yote. Bwana Yesu asifiwe. Hali ya hewa ni nzuri, lakini unaweza kaona uzuri wa nyumbani na wa huku unaweza kuwa tofauti, lakini katika yote ni Kristo aliye ndani yetu. Yeye afanyike baraka kwa yote na kwa hali zote. Amina. Tulipowakosea niombe tusamehea. Mazuri myachukue, mabaya myaache, tena myatupe mbali, yasikae kwetu.
Amina. Mungu awabariki sana. Lakini pia niombe mwenue katibu, tutambulishe wachache wa ushirika wetu, lakini nitamkabidhi tena katibu wa jimbo uweze kutambulisha wageni wetu. Niombe wana usharika wa Tumaini wote tusimame, tupunge mikono namna hii. Simama, punge mikono kwa Bwana. Asante. Hawa mnaowaona ni miongoni, wengine wako kwenye ibada huko mtaani. Amina. Asante. Kwa jina naitwa Mwinjilisti Mesias, katibu mtunzaji na usharika. Asante. Kiongozi wa maombi na waamsho. Karibu katibu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hongereni kwa kongamano. Mpendwa baba askofu, msaidizi wa askofu, mkuu wa jimbo, msaidizi wa mkuu wa jimbo na wachungaji wote. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Naomba nifanye utambulisho kwa baadhi ya watu pia kwa ngazi ya jimbo. Nitaanza na baba mkuu wa jimbo. Tutapungia mkono tu. Msaidizi wa mkuu wa jimbo. Kama kuna wachungaji wote ndani ya jimbo letu ambao labda hajapata nafasi ya ukao. Asante. Viongozi wa idara ya wanawake, mwenyekiti kama amefika. Mwenyekiti wa idara ya vijana. Watunza hazina wa sharika zote ndani ya jimbo letu kama hapo. Asante. Naomba tutambue uwepo wa viongozi wa kamati mbalimbali, maana wajumbe wa kamati mbalimbali za jimbo kama wapo, kamati ya fedha, kamati ya utendaji na kamati ya miradi na majengo. Asante. Naomba nitoe tangazo jingine kwa wanasemi, kwa wana kongamano. Kama kuna kitu chochote ambacho ulikabidhiwa kwenye nyumba uliokuwa unaishi, kwa mfano funguo, kabla hujaondoka, naomba utukabidhi. Niwaombe sana sana sana, zile nyumba tuliziomba. Kwa hiyo mkiondoka tu na funguo, hilo ni tatizo. Au kama kuna mahali ulazima ndoo au likabidhiwa chombo chochote. Zungwa. Asante baba askofu. Ibada hii leo ni ya kwako na mratibu wa idara ya vijana na vijana. Sisi wengine sio ibada yetu ya kusema sana leo, hapana. Kabla sijamwinua mratibu wetu wa idara ili afanye utambulisho wa wengine na hatua nyingine inayofuata katika jimbo letu, tunaye pia mchungaji ambaye ametumika Dayosisi ya Ruvuma. Baada ya kustaafu kwake, yupo katika eneo letu, pamoja na utambulisho utakaofanywa baadaye. Kwa kuwa yuko kwenye eneo letu, pia niombe nimwinue. Mpendwa huyu tulipokea taarifa zake kabla hajaingia, na tangu alipoingia tumekuwa tukishirikiana naye. Niombe wanajimbo pia tutambue na tuendelee kushirikiana naye pia kwa huduma. Tushukuru sana kwa utayari wako kila wakati. Niombe sadaka hizi zimeshaombewa. Wazee wa kanisa, tafadhali muziratibishe ili ziwe kwa mtindo wa fedha, kwa kutupendelea, kutupa nafasi ya pekee, lakini kipekee kabisa baba askofu sana kwa ajili ya uwepo wako pamoja na wanakongamano hawa. Kuja kwa kongamano kumefanya pia uwepo hapa siku hii ya leo. Ingekuwa usharika mwingine, baraka hizi tusingezipata. Tushukuru pia idara ya vijana kwa ajili ya kutupendelea. Bila kupoteza muda mwingi, nitumie nafasi kumwinua mratibu wa idara ya vijana na UKWATA Dayosisi ili yeye aendelee nafasi inayofuata. Karibu sana. Mungu wa mbinguni
Yeye atatufanikisha. Bwana Yesu asifiwe. Sina maneno mazuri sana ya shukrani, lakini namjua mwenyekiti wangu, yeye anaweza kusema vizuri zaidi habari ya shukrani. Karibu sema. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tunamshukuru Mungu wetu, amekuwa mwaminifu kwetu tangu tulipoingia katika mlima huu. Tumemwona Mungu kwa viwango vya juu. Tunambariki Mungu kama wanakongamano, vijana wote kwa ajili ya wenyeji wetu. Wameonyesha ukarimu mzuri wa kutupokea na kutukarimu kwa namna ya kutuhudumia. Hakika Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tunashukuru baba askofu, baba msaidizi wa askofu, mkuu wa jimbo na wachungaji wote kwa huduma zote za kiroho mlizoendelea kutuhudumia vijana wakati tupo katika usharika huu na katika jimbo hili. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Wanatumaini. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Mbarikiwe na Bwana pale mlipopunguza, Mungu wa mbinguni awaongezee. Asante. Ya mwisho singeweza. Shukrani shamaliza mwenyekiti, baba askofu, msaidizi wa askofu, mkuu wa jimbo na wachungaji na wainjilisti wote. Tumekuwepo hapa toka Jumatano mpaka leo Jumapili. Tunahitimisha kongamano letu, kongamano la pili la diocese, lakini kongamano la tano tangu tumeanza makongamano ya vijana. Ijumaa tulikuwa kwa jimbo kwa nasema Jumapili mvua hainyeshi kabisa. Tukasema haiko nini, tusema Jumapili mvua hainyeshi, hata kama ni siku za mvua kabisa, lakini Jumapili hainyeshi. Kwa leo nimeamini. Kwa kweli kongamano limekuwa jema sana. Baba askofu atakaposimama msaidizi kukaribisha kufunga kongamano hili, imekuwa kongamano la baraka. Tumekuwa na wanakongamano wasiopungua 369 kwa hesabu ya wale ambao wamejiandikisha. Ni sharika 3 tu ambazo hazijapata mshiriki hata mmoja. Nazo ni Idete, jimbo la Tumaini, alafu Igoma na Betheli, jimbo la Mafinga. Ila sharika nyingine zote pamoja na washirika mpya wa IHEF wamekuwepo. Mafanikio haya ni Mungu ametenda akitumia viongozi mbalimbali. Niwainue wenye viti wa majimbo, wasimame popote walipo. Tunaye majimbo 4. Mmoja ameondoka jana kwa sababu ya huduma, lakini hapo 3 wako 2 hapa, Tumaini na Mashariki na Mafinga. Lakini pia tuna wenye viti wa maidara na makatibu wa idara sharikani, sharika 36. Tukisimama zitakuwa 33. Hebu tusimame kwanza hizo sharika zote 33. Sharika 33. Asante, naomba kukaa. Kongamano hili limekuwa la baraka sana kwa askofu. Katika makongamano yote tumeshiriki, tukiacha mwenyeji tumeshiriki na mtunza hazina kwa 100%. Pengine na kuzidi mtunza hazina kijana kabisa kutoka jimbo la Mafinga. Lakini pia baba askofu, kongamano hili tumekuwa na watu wengine wanasema nikisoma sana siwezi kushiriki makongamano ya chini na kulala kwa tabu. Tumekuwa na mwalimu wa sekondari toka Alhamisi. Jumatano shida kufanya kwa sababu ya ruhusa, lakini toka Alhamisi mpaka leo amekuwa pamoja nasi. Mwalimu, naomba usimame. Lakini pia ndio mlezi wa UKWATA. Mwezi wa 4 tulikuwa kule Saline pamoja kama hivi. Anatoka Kiwela sekondari. Siwezi kutambulisha wengine wote tumesimama mara kwa mara, vijana wote 369. Hatuwezi kusimama saizi hapa, ila wewe umesimama rohoni wote. Asante. Nisio na mambo mengi sana, muda wetu sio rafiki.
kama sio nafasi yangu, tunamteolojia hapa. Asante. Asante. Na ofisi ya diocese Mzee Mtweve ana itifaki sasa hivi kutambulisha. Karibu Mtweve. Bwana Yesu asifiwe. Dereva wa Baba Askofu, naomba wapungie mkono wa sharika. Asante sana. Lakini katibu wa idara ya vijana na UKWATA wa diocese. Bila kupoteza muda, naombe baba msaidizi pate nafasi ya kuwasalimia wanakongamano, lakini pia kumwinua Baba Askofu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Niwashukuru nyote ambao umepata nafasi, Mungu amewajalia siku hii ya leo kuwepo mahali hapa kwenye kongamano la vijana, tukashiriki sisi wazee pamoja na vijana wetu. Inabariki sana. Washarika wa Tumaini na jimbo la Tumaini, mbarikiwe na Bwana. Tutarudi tena mwezi wa 6 tarehe 13 jimbo la Tumaini, usharika wa Kasanga, kwa ajili ya kongamano la uimbaji. Tunalipenda sana jimbo la Tumaini. Tutaendelea kuwa wenyeji, wageni wenu. Msichoke kutuhudumia na kutukaribisha. Kongamano hilo au tamasha hilo litashirikisha pia na dayosisi za wenzetu jirani. Tutamtukuza Mungu pale. Lakini jambo la pili, hili kwa ajili ya wakuu wenzangu wa majimbo na wachungaji wenzangu. Tutakapokuwa tunakwenda Dodoma wakati wa kongamano la wachungaji, wenzetu wa kituo cha uhuisho wa ndoa pale Iringa wameandaa semina kwa ajili ya wanandoa, lakini wamesema tupeleke wale watumishi wenzetu wanaofanya kazi kwa kujitolea. Tunajua kuna walimu wa Sunday school, lakini kuna wanaofundisha vipindi vya dini na wazee wa kanisa wanafanya kazi kujitolea. Nao wataandaa semina kwa siku zile zile. Kwa hiyo tukipata kila jimbo ndoa isiyopungua moja, basi tutakuwa tuna ndoa 4 au 5 au 6, nao wapate mafundisho ya ndoa pale Iringa kituo cha uhuisho. Mnakaribishwa nyote wachungaji, naomba tuandae hao. Na nisiwe na mengi sana, niwashukuru Baba Askofu kwa ajili ya kushiriki kwenye kongamano na ililofana sana kwenye dayosisi yetu. Naomba wasalimie washarika hawa na wanakongamano wenyewe, kuwapa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kufika siku hii ya leo ambayo tunahitimisha kongamano hili. Na mimi niliona nikisema tu kwa mfululizo ninaweza nikasema mengi sana na tukatumia muda mrefu. Kwa hiyo niliandaa hotuba yangu ya kusema hapa. Naomba mniruhusu niisome ili nisitumie muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Pendwa msaidizi wa askofu, pendwa mkuu wa jimbo, pendwa mratibu wetu wa idara ya vijana na UKWATA, pamoja na mwenyekiti, wapendwa wachungaji wote mliohudhuria, lakini hata wale walioko nyumbani hawapo hapa kwa sababu ya shughuli za ibada. Ninachojua wamekuwa pamoja nasi, ndio maana wametuletea vijana. Lakini wapendwa wazee wa kanisa na watumishi wote wa usharika huu, wapendwa wazee wa asisi wa usharika huu, nimewaona kadhaa kwa sababu na mimi ninazaliwa usharika huu, kwa hiyo ninawajua. Nimemwona mzee Ilomo pamoja na shida alizonazo za kiafya, lakini amefika kwenye ibada. Nimemwona mama Sembeyale, amekuwa mwenyekiti katibu wa idara ya wanawake kwa miaka mingi. Hata niliwahi kusafiri naye mpaka huko Sweden mwaka fulani, yuko mahali fulani. Hawa tunaweza kusema ndio waasisi waliobaki. Miaka yao ukiwauliza
utakuja uniambie, kwa sababu na hakika hayuko aliye chini ya miaka 80, lakini wametembea, wamekuja kwenye ibada. Ninamshangaa Mungu sana kwamba vijana wa kawaida wenye nguvu kabisa wanasema wametingwa, lakini hawa wamekuja. Hebu tuwapigie makofi mengi sana. Wako na wengine nilioimba nao kwaya zamani, nimewaona, maana ilikuwa inaitwa kwaya ya wamama, ikabidi tubadilishe iwe kwaya ya upendo, kwa sababu na mimi baba nilikuwemo. Na ingeitwa ya wamama, sasa na mimi baba ningekuwa siendi kuimba. Hao wote ninawapongeza. Awali ya yote ni washukuru sana, na ninamshukuru Mungu sana aliyetujalia siku hizi za kongamano. Vijana mliofika hapa mkiwa mmejaa upendo, mmejaa furaha na mliotazamia mafanikio makubwa baada ya kongamano hili, kwa kuwa mnamtumikia Kristo ambaye ametuahidi mambo mengi. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yenu, na Mungu apate kuwabariki kwa kufika kwenu katika kongamano hili. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Katika siku hizi ninajua mmejifunza mambo mengi, na hayo mliojifunza ni ya muhimu sana. Mmeamua kuacha shughuli zenu zote na mambo muhimu. Wengine hapa nimeambiwa ni walimu waajiriwa, lakini wameona ni vizuri kama vijana wenye thamani kubwa mbele za Mungu na kutumia muda wenu wa kuja kushiriki kongamano hili. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Lakini pamoja na hayo, mumetii maandiko matakatifu, kwa sababu Mungu anasema katika Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12, anasema mtu awaye yote asiudharau ujana wake, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na mwenendo na upendo na imani na usafi. Hilo mmelitimiza, ndio maana mmeyafanya haya. Kwa hiyo nawapongeza sana. Hii ina maana kuwa ujana si udhaifu, bali ujana ni nguvu, na hizo nguvu mmekuja kuunganisha hapa ili muweze kuonyesha jinsi mnavyomtumikia Mungu. Na nimeona siku chache nilizoshiriki, nilikosa siku moja kwa sababu afya yangu ilisumbua kidogo, lakini siku ya kwanza nilipokuja ile Alhamisi, niliona kwaya ikisogea kuimba hapo mbele, kanisa lilikuwa linatikisika, wakicheza stepu na ardhi inatikisika. Nikasema hawa ni vijana wenye nguvu. Wapigieni makofi jamani. Maana nguvu zile walizokuwa wanadua hapa, wasingedua hapa, wangeenda kudua pengine, na huko kwingine wangedua, wangekutana na mengine, na hayo mengine yangeleta na vingine. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu. Mungu awabariki sana. Najua mmejifunza mambo mengi, yakiwepo maombi, lakini pia mmejifunza namna ambavyo mnaweza kukabiliana na maisha yaliyo mbele yenu, kwa sababu ninyi mnao muda mrefu, kama neno linavyosema, na waandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu. Neno hilo linasababisha kuonyesha kwamba hakika mlikuwa katika wakati sahihi. Niseme na nyinyi vijana wangu kwamba kongamano hili halina maana ya halina maana ya kwamba ni kwa muda tu, bali litabaki kuwa kumbukumbu katika maisha yenu yote, katika yale ambayo mmejifunza katika kongamano hili. Tunatamani sana matokeo ya kongamano hili yakaonekane katika upya katika maisha ya kiroho kama vijana, lakini katika maisha ya kiuchumi kama vijana, katika maisha ya ibada, kufika kwenye ibada zote, ibada zile za kwenu ambazo mnakusanyika kujifunza neno la Mungu, lakini pia katika ibada za kila Jumapili,
isiwe limekuwa na limbukeni kwamba kongamano limetokea ndipo mkalipuka kwa kuwa kuna kasafari. Najua kwaya nyingi zikiimba wakisema kuna kusafiri, hata wale wasioimba huwa wanakuja, alafu wakimaliza kusafiri hawaendi tena. Ninyi hamtakuwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Maana mmepokea nuru na ninyi mnakwenda kuwa nuru, na wala msiogope kusimama katika kweli mlioipokea, wala mtu asiwatishe katika hiyo. Msiogope kutojihusisha, labda kutojihusisha na mambo ya kanisa, ukifikiria na kuangalia watu wengine watasema nini. Mbona nilipokuwa sijaenda kongamano nilikuwa siendi kanisani, leo kwa nini ninakwenda? Usijali hao watakaokuwa. Kama askofu wenu ninaahidi kuendelea kushirikiana na ninyi kila mwaka kadri Mungu atakavyonipa afya. Kadri mlivyopanga kwamba kila mwaka mnatamani kuwa na kongamano, na mmeona mwaka huu nimeomba hata askofu mmoja kutoka nje. Bahati mbaya alikuwa na ratiba ngumu, lakini mwanzoni alifikiri tungekuwa wote mpaka leo. Kwa hiyo na mwakani sitafikiri kuwa askofu peke yangu, ili tuliloanza mwaka huu basi tupate na vionjo vya askofu mwingine. Amina. Lakini pamoja na hayo, ninaamini kabisa mnaporudi huko mtapeleka salamu za askofu, salamu za msaidizi kama mlivyosikia, za mkuu wa jimbo, za wapendwa wanatumaini walivyowapokea. Mtapeleka huko na mtafanya huko nako waanze watu kujifunza na kuona sasa tunatakiwa kufanya nini baada ya kongamano hili. Kipekee ninawapongeza sana na ninawatakia baraka za Bwana, ili Mungu awafanye vyombo vya kanisa. Hata sisi tunaposhuka chini tuwe tunajua kuna kanisa linakuja, kanisa linakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Najua kuna mahali nimeshaenda Sweden sasa kwenye usharika wenu wa udugu zaidi ya mara 4. Kila nikienda kuna upungufu wa vijana. Kila nikienda. Safari hii tumebahatika kukutana na kijana mmoja tu aliyeshiriki kwenye Bible study asubuhi, na hata wenyeji wakamshangaa, lakini akaonyesha moyo kwamba mimi niko tayari hata kama niko peke yangu. Lakini hapa ni tofauti, vijana wanaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kule kanisa linashuka, sisi vijana wanafanya nini? Wanaongezeka. Naomba msiache hicho kitu, kwa sababu ni mambo mema sana yanayoenda kufanyika katika maisha ya ujana wenu. Niwatakie baraka za Bwana, mafanikio tele kwa yale yote mliojifunza. Kila atakayegusa kujaribu kufanya mojawapo akapokee mafanikio, na jina la Bwana liendelee kubarikiwa. Sasa niwaombe washarika wote tusimame ili tuweze kuahirisha kongamano hili na kupokea baraka za Bwana katika siku ya ibada ya leo. Na sasa kwa mamlaka niliyopewa na Mungu kwa njia ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Mufindi, ninatangaza kwamba kongamano la vijana na askofu mwaka huu 2026 ninafunga rasmi katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Makofi na vigeregere kwa wingi. Na sasa tupokee baraka za Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
matangazo machache. Vijana tukishatoka hapa, madawati haya tuliotoa tuwasaidie wenyeji, wana mambo mengi sana, tuyaingize ndani, wao wataseti vizuri, lakini yaingie ndani kwa mpango ule ule, lakini jimbo la